Na popote ulipo mpenzi mtazamaji, hujambo zaidi, karibu kabisa. Ni Jumanne nyingine tunakutana pamoja na wewe hapa katika kipindi chako pendwa zaidi, inaitwa The Campo Chat, The Campo Chat. Mpenzi mtazamaji, tunaangazia tu masuala mbalimbali tu yanayo msibu huyu anayeitwa Comrade. Naam. Na hii leo tuna nani? Leo basi kama alivyotangulia kukwambia kwamba tuko kwenye kipindi cha Campo Chat na tunazidi tu kuzungumza, na leo basi kwenye pita zetu tumeweza kukutana na mojawapo tu labda ya wale ambao labda tutasema ni nani haswa viongozi, ni mojawapo wa viongozi kwenye chuo hiki na bila shaka wataweza kujitambulisha waweze kutueleza mambo yanayomhusu huyu ambaye ni nani anaitwa Comrade. Enda nalo mtu wangu. Naam, karibu sana mtazamaji, tunakupasha mengi zaidi, na keti kitako mahali ulipo mtazamaji, ili ukaweze kusikia mengi zaidi kutoka kwa viongozi wetu. Karibu sana katika The Campo Chat. Tunafurahia sana kuwaona, tunafurahia sana mkiwa mahali hapa, na tuko tayari sana kumshawishi ama kumpa taswira tu huyu mtu ambaye anaitwa Comrade. Naam. Wacha tuanze nao, labda ujitambulishe labda tu majina yako, labda ule wadhifa ambao unashikilia hapa, alafu tuendelee. Naam. Kwa majina ni Kataka Festa. Naam. Mimi ndio rais kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mimi ndio rais wa Kaimosi. Wewe ndio rais wa Kaimosi kwa hivi sasa. Labda tangu uchaguliwe umemaliza muda upi labda? Takriban miezi karibu 6-7. Naam, tunajiunga pia na wengine, labda amejiunga nasi, labda umweleze wewe ni nani na labda ule wadhifa unashikilia labda hapa. Kwa majina anatambulika kama Michael Opeywa. Nikishikilia wadhifa wa waziri wa michezo. Waziri wa michezo. Naam, tuko naye waziri wa michezo. Kuna mwingine hapo labda atajitambulisha tumjue pia ni nani labda? Ya naitwa Asante Sowino. Mimi waziri wa mwenjoyo. Burudani. Anaitwa burudani sasa. Burudani. Naam, bila shaka hujapotea. Ndio. Uko kwenye chuo kinaitwaje? Kaimosi National Polytechnic. Kipindi hicho ni Campo Chat. Ndio. Kwa hivyo bwana rais, umesema wewe ndio rais. Labda utatangamana vipi na wanafunzi, labda wewe na wale wanafunzi ambao labda wewe unawaongoza labda? Tunatangamana vizuri. Unaweza ongea kwa Kizungu pia iko sawa. Au msikilizaji anakusikia pia amebobea kwenye lugha hizo zote kabisa. So far since I've been the president, I've had a good and most of the time I usually take my time to go around the institution collecting with so that we are financial, we are administration, we know where to so far so good. But what is very good. So you say you relate well. Yeah. So you ensure their affairs are bridged to your desk, then you forward. Because I act as a link between the administration and the Na unamsikia anasema kwamba mahusiano, anahakikisha kwamba mahusiano yanakwenda sambamba. Utamsikia labda waziri wa michezo hapa. Masuala ya kabumbu kwenye chuo hiki yako aje labda? Yanaenda sambamba. Ya hivi tunahakikisha kwamba wamekuwa na michezo hapa na pale, pia interdepartmental tunawawekea kwa kila nyanja ya michezo. Hakikisha kila kategoria, si tu mpira wa miguu peke yake. Hakikisha inatiliwa maanani. Unaonelea vipi? Je, unaungwa mkono ama labda uongozi wa shule labda unachukuliaje masuala ya michezo kwa ujumla kwenye chuo hiki labda? Hivi naungwa mkono, lakini nafaa support iongezwe kidogo, tuseme resources iweze kutiliwa maanani na kuongezwa. Tunaona michezo mbalimbali inaendelea. Kama mpiga picha wangu anaweza kukuonyesha, waziri wa michezo anatuambia kwamba inafaa waweze kuongeza labda ile miundo msingi ya kuchezea. Kama pale mwisho kule wale wanajulikana nani kama wale nani hasa mtu. Mpira gani? Mpira wa vikapu. Endelea nami hapa. Kuna mwingine wetu amekwambia ni mambo ya kujienjoy. Amesema kwamba yeye ni waziri katika wizara ya mwenjoyo, burudani ile.
Naam, ningependa sana kukuuliza swali moja. Wizara hii yako labda kufikia sasa unaweza ukasema kwamba imepiga hatua gani kufikia sasa tangu kaweze kuchukua hatamu kama waziri wa Mwinjoe jinsi ambavyo umesema? Naam, thank you very much. Actually, ningependa tu kusema ile mambo ambayo nishafanya kama ndio. Kuna mambo mengi ambayo bado nashughulikia kwa sasa. Hata kama watu wa music bado na train. Actually on the first or the second watakuwa naenda music competition. Lakini I'm just trying my best. Na najaribu pia kusikiliza wanafunzi wanasema na pia kama ni mpira nini tunahakikisha kitu sawa. Lakini the problem that just facing na hao wanafunzi ni kuwa we like support naona. For example kama music bado inahitaji watu wengi japokuwa watokezi na tukibani music isikue watakuwa na malalamishi, wanapiga kelele bana, wanapiga kelele. Sasa hivi kuna music hawajitokezi, inahitaji music like 62 members. Sasa kuna only 35 when I guess that less than 35. Yeah, sasa ningeweza kusema ni kuwa tunahitaji support kutoka kwa wanafunzi wasipenda kuleta malalamishi, pia wao nafaa wajitokeze kwa wingi. They have to support us. Yes. Yeah, thank you. Okay. Na unaposema kwamba labda hawajitokezi, inaweza ikawa sababu gani ambayo labda inafanya wasijitokeze labda kwa idadi kubwa? Je, hawana talanta katika sekta hiyo, au labda ni kipi kinachowafanya wasijitokeze haswa katika sekta hiyo? Talanta wanayo, ndio. Talanta wanayo. Labda kinachosema kinachofanya labda sijitokeze maybe they like time. Oh yes. Wanakosa muda, labda wanapata wamejisikia kwa vitu vingine vinavyosaidi. Wanakataa kutumia talent zao. Mjomba nimsaidie mwenzangu. Naam, karibu. You remember last semester? Naam. The music was banned and drama festival because of some inconveniences here and there. So they think that they might practice again. Alafu tena iwaje ikatokea baadaye kwamba wasije waka. Kwa hivyo they are fearing whatever happened last time. Labda inaweza pia ikajirudia. Kwa sababu last time they had practiced, then later on a memo was released that music haiko. So wanaogopa kwamba huenda pia ikajirudia. Tunataka umhakikishie kwamba labda hilo halitajirudia. Labda halitajirudia. Ndio yule ambaye labda anataka kuzama kwa sasa na anatarajia kwamba akaweze kujiunga tu. Asante. Nataka kusema hapa kama rais kwamba tujiunge na music, that whatever happened last time was just a setback and it won't happen again. And I want to encourage us, let us join our music, let us nurture our talent. Thank you. Naam, umesikia kutoka kwa rais, umeweza pia kumsikia kutoka kwa waziri wa michezo, umeweza pia kumsikia kutoka kwa waziri wa burudani labda. Na wanazidi tu kusema kwamba masuala kwa jumla yako sambamba. Viongozi wanapotuhakikishia kwamba mambo yako sambamba, unamuoneaje ule comrade? Kwa sababu viongozi ni ile njia ya kutoka katika uongozi wa juu na inayomhusisha pia ile comrade wa chini. Inamaanisha kwamba sauti yao ikisikika, inamaanisha kwamba yale yote ambayo wanayahitaji pia yameweza kuzingatiwa na wakuu wa kule juu. Kwa hivyo yule ambaye yuko pale na anaona kwamba labda atafinyiliwa au labda atapoteza muda wake, asiweze kufikiria vile tena, kwa sababu jambo hilo limekwisha kushughulikiwa kabisa na mambo yako kabambe kabisa, mambo yako sawa. Tukimalizia rais, labda una jambo la mwisho hapo kwa yule ambaye anakutizama labda? Yeah, I just want to tell the comrades of KFNP that let them give us time, because in English they say that you cannot fatten a bull on its market day. Ndio tumeingia tu kwa uongozi, kwa hivyo watupe muda. Kuna ile manifesto ambayo sisi tulikuwa tumeandika, as you can see there are benches that are being put all over the place, and this was one of my manifesto. Kuna ile mingine ambayo bado sijatimiza, lakini nahakikisha kwamba hata miangu ya rais itakapoisha itakuwa nimetimiza. So nataka tu kuambia kwamba watupe muda, ile vitu ambavyo tuliahidi tutakuja kuvitekeleza. Anasema wapewe muda na mambo yote yatakuwa sambamba. Tunaye pia rais, waziri wa entertainment. Neno la mwisho hapo labda tukifungia tu. Neno la mwisho ambacho what I can only ask from my students, actually we only need support. Only support. Ukikae tu hapo kando kupiga tu mdomo, wajitokeze support.
Naam, asante. Bila kupoteza muda pia tunaona mwingine amejiunga hapa na amepatikana tu labda kwenye mazingira haya ya kampu. Mwenzangu, habari yako labda? Na mujambo. Sauti hii ya Kaimosi, tuko kwa kipindi kinaitwa Kampo Chat. Labda umekisikia ama ndio unakisikia? Ndio unakisikia. Kwa hivyo hapa tunaongelea tu mambo ya yanayohusiana na comrade, ama labda tu jitieleze, wewe ni mmoja wa hapa ama vipi? Of course yes. Of course yes. Wewe ni mmoja wa hapa. Unaona aje haya mazingira ya campus tu kwa ujumla? Je, wanafunzi wanayachukulia aje? Wanatilia maanani ama ni mchezo tu? Sifuatiliangi. Haufuatilii maisha yao. Lakini it's not bad. Naam, asante sana. Anasema wafuatilii, lakini anasema mambo yako sambamba. Tutakutana tena tutakapopatana kwenye kipindi hiki cha Kampo Chat. Kampo Chat, tutakuwa tukisemezana pia mengi zaidi na wale tu ambao labda ni nani, tumesema ni wanafunzi na wanafunzi, viongozi pamoja na washikadau tu katika washikadau wote. Naam. Asante sana. Umekuwa nami Captain Okwazi Demana. Jina langu ni Elisha Wanyonyi, nasema asante sana mtazamaji kwa kuweza kutenga muda wako na kuweza kutusikiza. Jumanne ijayo pia itakuwa ni siku tutapatana papa hapa kwenye bomba ili tukaweze kusemezana mengi zaidi.